Wadada wanaojiuza, siri yao kubwa mara nyingi sana wanaoga sana dawa na wanasoma sana visomo. Njia nyepesi ni kutumia chumvi ya mawe. Chumvi ya mawe ni kiungo, lakini ile chumvi ina nguvu kubwa sana. Kawaida unaiona ni kawaida, lakini ile chumvi hutakiwi ikosekane ndani kwako. Ukishaona umedate na mwanamke au umejamiana na mwanamke au mwanamke umejamiana na mwanaume, ukirudi chukua chumvi yako ya mawe. Kama unaweza kutumia mchaichai ya mdalasini, kila kiungo ambacho tunakitumia sisi watoto wa kike nyumbani, kiungo chochote tunachokitumia nyumbani kukipikia ni dawa. Ila tu matumizi tunashindwa kuyajua. Kwa hiyo utachukua chumvi ya mawe, bonyeza subscribe kisha alama ya kengele itakayokujia. Bana, mambo vipi mfuatiliaji wa KingPoa TV? Ni matumaini yangu mzima wa afya kabisa. Mbele yako ni naye dada ambaye naweza nikasema kwa namna moja ama nyingine ni dada mwenye vitu ambavyo vya kipekee sana. Upekee wake nadhani utakwenda kushuhudia wewe mwenyewe pale ambapo utakwenda kuanza kuzungumza naye, na naamini utaweza kumuelewa kwa namna moja ama nyingine. Kikubwa niweze tu kukualika kwa nasi mwanzo mpaka mwisho wa video hii hapa. Usisahau kuweza kusubscribe na kuturn on notification. Mambo yatakuwa poa kabisa. Dada, habari za saizi? Salama kabisa. Namshukuru Mungu. Okay. Yes, okay, sawa. Wana familia ya KingPoa TV wapo kwa ajili ya kuweza kutazama, kukusikiliza pia. Kwanza kabisa ningependa kufahamu majina yako ni nani? Kwa majina yangu naitwa Fathia Sultan. Sultan. Tukizungumzia hapa kwenye Sultan, kama kuna kitu fulani hivi ambako kuna majina ambayo mtu ukisikia kabisa unaweza ukahisi kwamba pengine katika ukoo kuna mambo fulani ambayo yaliendelea ama yanaendelea. Hii Sultan iko vipi? Watu wengi sana wananiuliza kuhusu Sultan. Sultan ni jina ambalo baba yangu alipewa na machifu, kwa sababu kwenye ukoo wetu kuna machifu. Kwa hiyo ilitokea wakati amezaliwa wanasema alikuwa jasiri, alikuwa anaweza kusimama kuongea chochote. Na kwa sisi Wakurya, kama ukienda mwanaume ukipelekwa jandoni ukawa umefanywa jando kwa nusu saa nzima bila kutikisika, bila kulia, bila kufanya nini, yani wewe wanakuchukulia kama mtu mkubwa, unaheshimika, unapewa pesa nyingi, unapewa ng'ombe. Kwa hiyo ilitokea yeye ikawa hivyo, ndo akaitwa jina la Sultan. Na watu wengi wanashangaa kwa nini Mkurya anatumia Sultan. Wanajua hiyo Sultan mara nyingi inakuwa Zanzibar. Kwa hiyo iko hivyo, historia niliyopewa ndo hiyo. Mwenyewe kwa namna moja ama nyingine unaweza kuchuma matunda kutoka kwa mzee? Sio sana kiasi. Kuna mengi ambayo yanaendelea mtaani, lakini pia story nyingi sana. Lakini pia imefika hatua kuna baadhi ya watu kuweza kuamini baadhi ya vitu ambavyo wanavisikia. Kwa upande wako wewe, tukianzia hapa katika upande wa masingo maza, kwanza kabisa ningependa kufahamu wewe ni miongoni mwa masingo maza? Hapana, mimi sio single mother. Tukisikia neno single mother ina maana gani? Kwa mimi ninavyoelewa, single mother ni yule mtu, ni mwanamke ambaye amezalishwa, ameachiwa hapo mtoto, amlee mwenyewe kwa kila kitu. Ndio huwa anaitwa single mother. Yaani majukumu ambayo baba alitakiwa kufanya kwa mwanamke anayafanya mwenyewe. Na kwa upande wako ukimwona single mother unamtafsiri vipi? Si mtafsiri vibaya, na mtafsiri ni mwanamke ambaye anajiamini, ni jasiri, anayeweza kupambana, na ndio inavyotakiwa. Kwa hiyo si mtafsiri vibaya. Kuna kauli baadhi ya watu wanakuwa wanazizungumza na mpaka kupelekea baadhi ya watu kuweza kujisikia tofauti. Kuna simu ambazo mimi ziliweza kuingia kwangu, lakini pia nilikutana na baadhi ya watu wakawa wanaeleza namna ambavyo wanajisikia. Nikasema ni vyema nimtafute mtu ambaye anaweza akatuchanganulia kidogo kwa undani wake. Na hatimaye nikakupata wewe kwa sababu nimeamini kwa yale ambayo tumeweza kuzungumza utaweza kwenda
kuwapa darasa baadhi ya watu wengine. Kuna baadhi ya kauli kusema kwamba ukioa mwanamke single mother basi unajitafutia nuksi, balaa, mikosi. Tafsiri yake ni nini? Na una elimu kuhusiana na masuala ya mikosi, nuksi, balaa? Mimi nafikiri ni upotofu tu. Watu wanatafsiri vibaya na ni watu wachache ambao wana fikra hizo. Lakini kiuhalisia mwanamke ambaye amezaa anaweza kuolewa na maisha kaendelea. Kwani kuna wanawake wangapi ambao hawana watoto na wanaolewa inakuwa nuksi? Wanaume wanashindwa kuelewa baadhi yao. Nuksi haiji kwa mwanamke ambaye amezaa tu. Nuksi inaweza kuja kwa mwanamke wa aina yoyote yule. Inategemea kwamba wewe unaishi nao vipi. Kwa mfano labda mwanaume ambaye amezaa, mbona wanawake sisi tunawalea watoto vizuri? Mbona hatuwaiti nuksi? Tuchukulie kwa mfano wanaume wangapi wanakuja, mtu mwanaume anakuja kwamba mimi na watoto wawili. Mbona sisi tunawamudu? Tunawalea. Mimi naona hii ni upotofu tu wa watu, baadhi ya watu wanapotosha jamii. Mwanamke alozaa anayejielewa, kwanza atakuwa ameumizwa. Pili, atakuwa ameshapevuka kiakili. Hawezi kutaka tena mwanaume ambaye hajielewi. Hawezi kutaka mwanaume ambaye atampotezea muda. Na hisi hivyo vitu viwili ndio vinakinzana. Kwa sababu mwanamke aliyokuwa amezaa ana focus kwenye maisha. Anataka mwanae aende shule nzuri. Anataka mwanae aishi vizuri. Hataki mwanae aishi maisha ambayo yeye ameishi. Alafu unakutana na mwanaume ambaye yeye akili yake inafikiria hapa, ifikirii mbele. Kwa hiyo huyu mwanamke kideti na yule mtu anamwona aelewe, yani ni mwanaume ambaye hamuelewi, hafikii vile vitu ambavyo yeye anavitaka. Lazima nitakuacha. Kwa sasa unakuta huyo mtu anaachwa kwenye mazingira hayo. Yeye anadai kwamba huyu mwanamke kwa sababu ana mtoto, labda alikuja kunichoma. Wewe unadate na mtu, wewe una mtoto, hampendi mtoto wako, hamthamini mtoto wako. Unaweza kuendelea naye? Haya, huyo mtu anasema kwamba kudate na mtu mwenye mtoto ni nuksi. Ana wanawake zaidi ya 10. Hakuna kitu kibaya na kinacholeta nuksi kama sex. Hakuna kitu kibaya kinacholeta nuksi kama sex. Yaani kujamiana kwa mwanaume na mwanamke. Yaani kujamiana kwa mwanaume na mwanamke sio kwamba ndo watu wasijamiane, hapana. Ila inatakiwa ujamiane na mtu huyu mmoja. Lakini unapo sex na huyu, unajamiana na mwanamke huyu, kesho Adija, kesho kutoa Mwajuma nani, ile kitu inaleta nuksi sana. Na sidhani kama kuna watu wengi wanakijua hichi kitu. Lakini hichi kitu ninachokiongea ni kweli na nina uhakika nacho. Hata wewe ukifanya uchunguzi kama watu wengine unaweza kuongea nao, watakwambia hichi kitu, kwa sababu unavodate na mimi na mikosi yangu na mibara yangu, na tunavokuwa tunajamiana pale, tunashare damu, tunashare jasho, tunashare kila kitu pale kwenye, yani damu yangu mimi na yako inakuwa vinashabiana. Ni sasa na ile mtu unakuta unaenda geto na mwanamke anakuwa na kile kijasho kikali, akitoka sikina baki. Ndivyo ilivyo mikosi. Ndivyo ilivyo mikosi. Kwa maana kwamba mnapokutana pale unaondoka na mkosi wa mwenzako na mwenzako anaondoka na mkosi wako. Inakuwa hivyo. Sasa inatakiwa mtu ujue jinsi ya kutoa hivyo vitu. Na kuna njia zake. Kuna watu wengine wanasoma dua, kuna watu wengine wanatumia vitu vingine. Na ndio maana unakuta wadada wanaojiuza, siri yao kubwa mara nyingi sana wanaoga sana dawa. Na wanasoma sana visomo, kwa sababu wanajamiana na watu tofauti tofauti. Kila mtu ana mambo yake. Mwingine ameenda kwa mganga huko, anataka sijui nini, anataka mambo gani, anaenda kaishi na mtu, anakuachia vitu. Kwa unajikuta ile energy inaingia kwako. Kiuhalisia kwa kawaida, yani kikawaida mwanamke ana energy kubwa sana kuliko mwanaume. Yani yani niseme hapo kiroho sijui niwekeje, lakini kwenye maisha kawaida, kwenye macho ya kawaida tunajua kama mwanaume ana nguvu kubwa. Lakini mwanamke ana power. Sio nikwambiaje?
mwanamke ana power kubwa sana kumzidi mwanaume. Na mwanamke akisema sasa mimi naamua kufanya kitu fulani kwa kutumia ile power yake, lazima afanikiwe. Na ndio maana unakuta watu wengi wanajiuliza, kwa nini makanisani unakuta wanawake wapo wengi? Ushawahi kujiuliza? Wengi wanatafsiri kwamba ni udhaifu labda. Wanasema kwamba mwanamke ni dhaifu anapokuwa anapitia kipindi kigumu, basi akisikia sehemu fulani kuna amani, anakuwa ni mwepesi kuweza kuamini na kwenda. Ila mwanaume anakuwa ni mtu ambaye anaamini kwamba mimi ni mwanaume, nitajikaza, mambo yatakaa sawa. Sio kweli. Mwanamke ana power. Mwanamke ni mwanamke. Mwanamke anaweza kufikiria kitu ambacho yani wewe ambaye mwanaume hujai kukifikiria. Na ukija kuangalia nyumba ambayo imesimama na ina mafanikio, lazima mwanamke awe imara. Hakuna mwanaume bila mwanamke. Na hakuna mwanamke bila mwanaume. Sidhani watu wengi watapingana na hii kauli yangu. Lakini huo ndio uhalisia. Huo ndio uhalisia. Watu wenye macho matatu, hiki ninachokiongea wanakielewa vizuri. Mwanamke, ukisema macho matatu ni upeo mkubwa. Kuna watu wana upeo mkubwa, lakini kuna mwingine anafikiria kawaida tu. Angalia ukikuta mwanamke ambaye ana power yake, ana nguvu yake, automatically anailinda. Na mwanamke huyo ukitaka kujua kwamba huyo ana power, ana hiyo nguvu, huwa hapendi kuchangamana na watu. Yeye yuko peke yake. Na akifanya maamuzi kama mwanaume. Na hawezi kudate na mwanaume ambaye atakuwa na kauli. Yani hawezi kudate na mwanaume ambaye yani yeye mkali, yuko juu sana. Yani hawaga hawezi kukaa nao. Anatakiwa apate mwanaume mpole, ambaye yani anaweza kustahimili chochote. Kwa sababu watu wa hivyo kuna muda wanakuwa na sauti kali sana. Yani anakuwa mkali, yani unaweza kusema mwanaume huyu hapa. Kwa mwanaume wa kawaida anaweza kusema mwanamke anataka kunipanda kichwani. Lakini ndio huwa Mungu amewaumba hivyo. Na anaweza kufanya vitu ambavyo mwanaume anafanya kwenye utafutaji. Na watu hawa huaga hawapatagi upendo. Ule upendo ule ambao mtu anatakiwa kupewa huwa hawapati. Mara nyingi sana huwa wanaumizwa sana. Sio kwenye mapenzi, sio kwenye maisha ya kawaida, sio kwenye familia. Lakini Mungu ndo amewaumba hivyo. Na ni watu ambao yani Mungu sio amewaumbaje. Ni watu ambao yani wana upendo uliopitiliza. Lakini wao hawapati huo upendo. Na hawanaga mafanikio makubwa, ile wanakuwa wanapata pesa. Mtu aliyokuwa naye karibu ndio huwa anakuwa na mafanikio zaidi. Sasa mwanaume anatakiwa utulize kichwa chako. Na ukisha mchanganyia wanawake tofauti tofauti, hata wewe uwezo wako kutafutana unapungua. Unaweza unajikuta unaenda kazini, unapandishwa vyeo, unajikuta unaenda kazini, unajikuta na upepo. Ukikuta kuna mtu unakuta wanaume wanaongea, jana nimelala na mwanamke fulani, yani demu atakuwa na mikosi yule. Yani sijapata pesa au nimepata ajali au nimefanya hivi au nimefanya hivi. Hiyo ipo. Sio kwamba ni imani za kishirikina. Hiyo ipo automatically. Na unaweza kuwa na mwanamke akakwambia tu labda mume wangu nakuombea unapoenda upate baraka, upate pesa, upate nini. Ukienda wewe hauwezi kurudi bure. Wako hivyo. Alafu ni watu ambao kama akiwa na mwanaume anatakiwa kumpa furaha tu, asimkwaze. Akichukia, yani hata wewe kazini huwezi kuingiza chochote. Kama kwenye biashara. Na kama ndo umeajiriwa, basi siku yako inakuwa iko tofauti. Lakini watu wachache sana wanaogundua hicho kitu. Hayo ndio hivyo. Sawa. Umezungumzia pia namna na watu kama hao mara nyingi nyota zao ziko vipi? Ni kwamba nyota zao ni za aina gani labda? Sijakuwa na huo ujuzi kwamba anaweza kawa na nyota aina gani. Ila nachojua tu hizo dalili wanakuwa hivyo. Kwenye nyota anaweza kawa na nyota ya tofauti, lakini huwa anakuwa hivyo. Sawa. Kwa hiyo katika kauli turudi nyuma kidogo kwenye upande wa masingle mothers ambao wanazungumziwa kwa namna ya utofauti kidogo, kwamba mwanaume anapokuwa unaoa mwanamke ambaye tayari ana mtoto, unajitafutia mikosi.
jamii sasa inapaswa kuelewa vipi? Mimi na imani jamii inachotokea kuelewa mwanamke ambaye amezaa ni mwanamke tu kama wanawake wengine. Kwa sababu unaweza kuleta na mwanamke ambaye hajazaa akawa anafanana tabia na mwanamke ambaye amezaa. Kwani kuna mwanamke ambaye anapenda kuzaa mtoto bila baba? Yaani akazaa mtoto akalelewa tu na mama tu. Na huyo mwanaume anayesema kwamba mwanamke akizaa ni sawa na mikosi, yeye amezaliwa na nani? Mwanamke yoyote aliyozaa huwezi kumhukumu kwa design. Wapo ambao wamezaa lakini hawajaolewa na bado wanafanya ufuska. Na wapo ambao wamezaa lakini wako vizuri ila hawajaolewa. Kwa hiyo usichangamane hawa watu wawili kwa wakati mmoja. Na yeye anayesema kwamba mwanamke akiwa amezaa ni nuksi, alishawahi kuishi naye akapata nuksi? Hapo ndo utajua kwamba maneno yapo tu yanaongelewa. Yaani hata iweje bado utakuwa unaongelewa. Mimi nachoona mwanamke ambaye amezaa, wewe utakaye kwenda kumchumbia ukitaka kuoa, lazima muweke misingi. Mimi na imani mwanamke ukimhudumia vizuri, ukimpenda mtoto wake, ukimjali, ukimheshimu, hawezi kufanya kitu cha kijinga. Unaelewa? Unakuta mtu umemwoa mwanamke ambaye amezaa, unamtenga mtoto wake. Unafikiri unafikiri mwanamke yule anajisikiaje? Anajisikiaje? Lazima ajisikie vibaya. Alafu kuzaa sio kumfanya mwanamke akose haki zake za msingi, sio kumfanya mwanamke akose kuolewa. Sio sababu. Je, wewe ambaye umeenda kumwoa amekukuta bikra? Kwamba wewe hujai kufanya mapenzi mwanamke ndio yeye tu? Wanatakiwa tufikirie, tutumie akili. Hata hao wanaoongea, mimi nadhani watakuwa na fikra potofu na ufinyo wa kufikiri. Na anakutana na wanawake wa aina gani? Wenda yeye huyo ndo miongoni mwa baba ambaye anasababisha watu wanakuwa masingomaza. Kwa sababu mtu mwenye akili zake timamu, mwenye uelewa wake hawezi kuongea vitu kama hivyo. Wenda alibaka akapata mimba akazaa. Kuna wangapi wanapitishwa kwenye magumu au wa masingomaza? Mimi na imani nachoomba tu jamii, wanawake ambao wamezaa wasiwachukulie tofauti. Kwa sababu wakiwachukulia tofauti wanawaharibu kisaikolojia. Ndio unakuta hao wanapitia changamoto nyingi sana. Yaani ukimwangalia mama ambaye anamlea mtoto wake mwenyewe bila baba, ukimfuatilia anapitia magumu sana. Kuna wakati anaweza kukaa chini akalia tu. Mtoto anataka kwenda shule, kodi inamsubiri, au kwao anamnyanyasa, kisa amezaa, afu unamuita na nuksi. Mimi sidhani. Na hii inatakiwa hata serikali pia waiangalie, kwa sababu kuna waangalie hili swala, kwa sababu wanawake sasa hivi waliozaa wanadharaulika sana, wanatukana sana. Yaani wanatukana mpaka unafikia wakati unasema hivi mimi mwanamke mwenzangu anavotukana hivyo, na yani una feel ile, unaumia kwamba ni inakuaje. Mbona wenzetu zamani, wazee wa zamani, mwanamke akizaa, mwanaume akija kumuoa, akiambia huyu amezaa, na yule mtoto pia anamchukua, yeye ndiye anakuwa yuko chini yake, anamhudumia, anamlea, anakaa naye vizuri, na hakuna tofauti yote ambayo utakayokuja kuijua kama yule sio mtoto wake. Lakini sasa hivi sisi vijana tumekuwa na hicho kitu kutokana na nini? Kwamba wewe mwenyewe unaenda kudate na mke wa mtu. Ukijua kwamba ni mke wa mtu, unadate naye. Na umezaa, na unasangira na mimba na bebeshana. Alafu huyo unasema kwamba huwezi kuoa mwanamke ambaye ana mtoto. Unajua vijana sasa hivi tuna mambo mengi sana. Vijana tuna ile vitu kupotosha jamii wakati mwingine kutokana na mihemko yetu. Mimi sidhani kama mwanamke ambaye amezaa kwamba hana ladha kama yule mwanamke ambaye amezaa, ambaye hajazaa. Huyo mwanamke ambaye hajazaa date na wanaume 10, 20.
na huyu ambaye amezaa, kuna tofauti gani? Ni yale yale. Kwa hiyo jamii yani watu wasipotoshe jamii kwa mwanamke alozaa ana mikosi, ana nini, sio kweli. Ni fikra zao na mawazo yao na ufinyo wao wa kufikiri. Mwanamke alozaa ni mwanamke kama mwanamke mwingine. Mwanamke alozaa ukimtreat vizuri hawezi kurudi alikotoka. Na sio wote kama anaweza kurudi alikotoka kwa sababu mimi nimezaa na John, leo najisikia nikaleti na John. Huyo John kama ameoa. Mimi na imani kama mwanamume umempenda mwanamke wako na amezaa mtoto na mwanamke mwingine na mwanamume mwingine na mkawekeana misingi, mkawekeana ratiba, bwana, huyu mtoto mwezi wa 6 ataenda kwa babake kumwona babake. Mzazi mwingine bwana, mwanamume mwingine anamchukua, anampeleka mpaka kwa babake na wanaongea vizuri. Bwana, huyu mwanao ana changamoto hii na hii na hii na hii. Mpeane uhuru. Sasa mkipeana maficho si ndio wataenda kupeana mtoto kwenye maficho kwa hawajakumbushana. Wewe mwanaume uliomwoa mwanamke mwenye mtoto, simamia misingi yako. Tengeneza mfumo wako wewe na mwanamke wako. Kwani wewe umemwoa mtoto, umemwoa mwanamke? Watoto ni malaika. Unaweza kukuta umemwoa mwanamke mwenye mtoto kashushwa baraka nyingi tu. Umeoa mwanamke ambaye hana mtoto, hana akili ya maisha. Utamlaumu nani? Mtoto ndo anatafuta pesa. Mtoto ndo anafanya wewe utoboe kimaisha. Unakuta hapana. Kwa hiyo mimi hiyo kauli naona haina faida kwangu na wala haileti mantiki yoyote kwenye jamii. Kuna kitu ulizungumza mwanzoni pale kuhusiana na swala zima la miingiliano katika tendo la ndoa, na ukasema kwamba kwa asilimia kubwa huwa zinaharibu mambo mengi sana katika mfumo wa maisha. Unahisi kwamba kuna njia ambayo unaifahamu labda? Pengine labda hata kama utataka kuizungumza kiundani basi walau kuigusia kwamba je, kuna namna inawezekana mtu kuondokana hiyo mikosi ambayo ukikutana na mwanaume ukikutana na mwanamke ukajitoa ama ukajivua lile nuksi kwa namna moja ama nyingine? Mtangazaji, mbona unaonekana kama unanichimba? Najua unaelewa mambo mengi sana. Japo najua mengine hutaki kuzungumza direct, lakini labda kidogo unaweza kutuibia kwa mbali sana. Zipo njia nyingi. Inategemea na wewe unataka njia ipi. Kujinasua sasa. Umekutana na huyu, unataka kujinasua. Na kwa nini ufanye hivyo? Kwa unataka nikupe njia ili uendelee kufanya hivyo? Hamna, kuna mwingine anatutazama wenda ameingia katika changamoto, anajuta, anatamani kuondokana na ile changamoto alionayo. Okay. Nitawapa njia moja. Njia ambayo ni rahisi na ni ya kawaida na tunayo kila siku, tunaishi nayo, lakini wachache ambao wanafahamu. Njia nyepesi ni kutumia chumvi ya mawe. Chumvi ya mawe ni kiungo, lakini ile chumvi ina nguvu kubwa sana. Kawaida unaiona ni kawaida, lakini ile chumvi utakiwa ikosekane ndani kwako. Ukishaona umedate na mwanamke au umejamiana na mwanamke au mwanamke umejamiana na mwanaume, ukirudi chukua chumvi yako ya mawe. Kama unaweza kutumia mchaichai ya mdalasini, kila kiungo ambacho tunakitumia sisi watoto wa kike nyumbani, kiungo chochote tunachokitumia nyumbani kukipikia ni dawa. Ila tu matumizi tunashindwa kuyajua. Kwa hiyo utachukua chumvi ya mawe, unachemsha maji, au kama huwezi kuchemsha, lakini ukichemsha inakuwa ni vizuri zaidi kwa sababu ile chumvi inakuwa inayayuka kwa haraka. Unaiweka kwa manumizi. Naomba hii chumvi nitakapotumia itoe hiki na 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 hiki. Alafu kama una vitu hivyo nilivyokutajia, mdalasini, mchaichai, unaweza ukatumia pia ukajisafisha. Lakini sasa sio ufanye mara kwa mara ukijua kwamba kuna chumvi, ukijua kwamba kuna nini. Kuna wakati hicho kitu
unakifanya ndio, lakini kikakataa pia. Kutokana na nini? Wewe umetoka kusex asubuhi na mwanamke huyu, umeoga. Kesho tena jioni yake umesex na mwanamke mwingine, umeoga. Haifanyi kazi. Na sio kwamba uoge siku moja, ni siku 3. Na hizo siku 3 utakiwa tena kufanya tena mapenzi. Sawa kabisa. Lakini kuna njia nyingine. Zipo njia nyingi. Njia hii ya urahisi zaidi. Rahisi kama wale wa Islam, kuna dua. Wanasoma, unaenda kuoga kawaida.